Na mtazamaji, tulikuwa tumesalia na muda wa takriban dakika 15. Tuko na wageni ndani ya studio, Alex, Bernard na Ruth. Wameweza kupitia mengi na hadi wa leo wana masaibu chungu nzima. Bernard hapa alikuwa ananiambia, Lulu, niulize chanzo cha hii. Wajua, as much as president anasema kwamba ata appoint watu ambao wataweza kuangalia kiini cha mkasa huu ulikuwa ni gani, kimtazamo wenu nyinyi kama wakazi wa Mai Mahiu, mko mnaona chanzo ni nini? Kitu gani ambacho kilitokea? Na je, mliona telltale signs, early signs kwamba huenda kukatokea na mkasa? Okay, Lulu, kilichotokea ni kwamba at kilometer 604 of the Kenya Railway line kutoka Mombasa utafika 604, utafika just a kilometer from Old Kijabi Railway Station. Pale kuna what we call soil embankment bridge ambayo ilikuwa na urefu wa 183 meters and 10 foot diameter. Alafu ni soil embankment bridge. It was built for the Kenya-Uganda Railway to pass across the gorge 100 meters above. Sasa kwa sababu ya mvua ambayo ilikuwa inanyesha, debris and other stuffs zikaja zikaziba the tunnel at the mouth. As a result, they began building of an artificial dam ambaye sasa ilikaa pale kwa muda. Maji yalikuwa yanajisanya pale ikisonga nyuma approximately to about 2 kilometers. Ndio ilikuwa inaitwa Kijabi Dam, ndio hiyo sasa ilikuwa inaitwa Kijabi Dam. Sasa wakati pressure imezidi pale, the embankment completely failed, ikabust. Sasa kubust, maji inakimbilia to a valley. Mahali sasa valley inaishia ndipo mahali ambapo kunaitwa Kamushira. Sasa hiyo ndio mahali ilianguka kwanza, in that village, and then inaenda Ruiru hivyo. Sasa kuna mambo muhimu ambayo yalifaa kufanyika pale wakati the culvert ili block, kwa sababu tunajua we have what we call the general regulations of the Kenya Railway line of 1984 that are in force to date. Ninajua kwamba rule 2 not rule 84 inasema kwamba the operations of the Kenya Railway should not affect the drainage of the locality and also the surrounding environment. Lakini nyinyi wakati mlipoona kwamba kuna shughuli ambazo zinaendelezwa, je, mliweza kuzungumza mkasema kwamba hivi mnavyofanya mtahatarisha maisha yetu? Wakati ule sasa, this is the information we gathered baada ya mkasa personally. Lakini wako watu ambao wanasema tulishuhudia, tuliona, na kweli kuna picha hata ambazo niliona kwa mtandao zikizunguka, na ni sehemu ile hata reli wakati na Clark kuna hata picha nimeona zinaonyesha hivyo. Lakini sasa why we blame Kenya Railway ni kwa sababu that particular bridge was supposed to be guarded at all the times. So wakati inaziba na wakati that artificial dam was building up there, nobody was there to monitor, nobody was there to report. Na hapo sasa ndio tunaona mkasa huu ungeepukika. Iwapo wangekuwa pale waone, basi wangekuwa wameadvise what otherwise. Na ukumbuke Kenya Railway pia wako na even police. They could have evicted watu wa watoe kule, na pengine tungetoka na kile tungeweza, na watu tungekuwa tunazungumzia manyumba ama mashamba. Vile vile kuna rule 232 ambayo inasema kuna mtu anaitwa permanent way staff na sub-permanent way staff. Reli imegaiwa katika section. That was the person in charge of that. Na one thing anafaa kuensure is the safety working of the railway line. Kuhakikisha kwamba ile section ambayo amepewa anapitia pale kila siku, na ako na ganga sawa, ni watu wafanyikazi wake. And then one of the things they are supposed to check on daily basis is the flow of water flowing through culvert and bridges hizo zao. So wakati hii iliziba, pia wale watu wangekuwa washajua and then wangetake appropriate measures. Rule 236 pia hata this one is actually captioned flood and landslide. Exactly what happened. Landslide ilitoka sehemu ya juu, sasa ile matope, miti nini ndio iliziba. And then hiyo inaeleza vizuri how to avoid such dangers. Na wanasema they are supposed to remedy and give special priorities to areas prone to washaways and floods.
Lulu ni kwamba hakuna mtu alikuwa pale. The reel was abandoned. Na sasa ndio mkasa huu, licha ya kuwa dalili zilionekana, hakuna mtu ambaye alishughulikia. So up to date sisi tunasema kwamba this danger could have been averted if Kenya Railways walichukua the appropriate measures. Alafu jambo lingine ningependa tukuongeza ni kwamba we are well guarded by our constitution. Tuna maswali tunauliza. Ni kwa nini one, we had to bury our loved ones and the government is doing nothing about it in terms of ensuring that the people who neglected on their mandate are brought to book. Ni swali hapo tunauliza serikali yetu. Vile vile ni kwa nini Inspector General of Police hakufanya uchunguzi kubaini kiini cha mkasa huu, yet there were loss of life. Watu ambao walikufa pale, wale ambao tunajua ni 59 na plus watatu ambao hawajawahi patikana hadi wa leo. So watatu ana wawili na kuna mwenzetu ambaye ako kule Mai Mahiu pia hakupata mtoto wake. A girl that is well known to me. Na vile vile tunauliza ni kwa nini Director of Public Prosecution hata hajafikiria kuangalia if then management ya Kenya Railways ilikuwa na shida, wafanye mashtaka kama walivyofanya. You remember about Solai? Solai hata nimefuatilia nikaona kwamba in less than 48 hours walikuwa mahakamani. Na wale managers wa hiyo damu walikuwa wamefunguliwa mashtaka. Each of the accused alikuwa na 48 accounts of manslaughter. Ni kwa nini hapa mtu asiwe na at least 62 accounts of manslaughter? Nyinyi kama wanakijiji wa Mai Mahiu mliweza kuchukua hatua gani? Nyinyi wenyewe kwanza. Tulichukua hatua kama waadhiriwa mapema mwaka huu. Baada ya kuona serikali ni kama kwamba haiko makini kutimiza ahadi zile, na tukastaki shirika la Kenya Railways mahakamani. Tumewastaki na kesi iko mahakamani inaendelea. Naam, tukiachana mambo ya kesi kwa hivi sasa, turudi sasa katika siku hiyo ya mkasa. Mmepoteza mengi, mmepoteza upendo wenu, mmepoteza maisha yenu. Kuna wengine labda wanahisi kwamba mimi siwezi tena kuendelea, mimi nasubiri nini? Sijui kama unanipata. Nakuelewa. Je, mliweza kupewa ushauri na saa wakati huo? Kulikuwa na utongoaje? Counseling. Kuna mashirika kama kanisa. Kuna wenye walikuja wakatuongeresha na walikaa bidhe Mai Mahiu. But saa kuna wenye wako nitikia kuongereshwa. Juu bado hutaki kusikia ukweli. Bado ilikonga watu depression, but the society ilikuwa hapo. Kulikuwa na marafiki, kuna familia wanakuongeresha, but still ilikuwa tough kuitikia. Na mpaka leo kuna wale ambao bado wako in denial, hawaamini. Kuna kama mimi, juu kama mimi brother wangu alipatikana after a week and some few days. Na wakati wa kumzika sikumwona kwa like wako niruhusu nimuone. Juu nikiambiwa alikuwa kwa hali mbaya sana. Sasa wewe imagine alikaa like 1 week and some few days kwa maji. So hadi kujua ni yeye ni utumie ka birthmark. Sasa ndio unataka kujifeed kwa akili. Maybe wenye walipata si maybe alienda kapatana na mtu mwingine haji likuwa na nadhani atanitokelezea tu siku moja. Aniambia bibi wetu nimekuja. Until muone. Okay, yes alizikwa lakini hajapata ile closure. Alafu maisha ina turn. Mtu akuwa mgonjwa, hamkuwa wagonjwa, hamkuwa mnaomba. Na si kitu mlitarajia. Na si kitu mlitarajia. Tukaa tungetarajia tungekuwa tushaondoka. Hata tulikuwa nasema hata vitu zingeenda, lakini mbaki tu ni mko hai. Mwanze mko familia iko mzima. Hata tunge complain. Kwa sasa kuna familia tumepoteza na wenye wanastahili kuwa kiteka accountability hawachukuri. Serikali inakuja natupea ahadi, hakuna hata sahi. Like tunataka tupate tu justice ya watu wenye walikufa, at least tuone kifo chao hakikuwa tu cha bure.
Na mtazamaji, umeweza kusikia kwamba wanataka haki iweze kutendeka, kifo chao kisiwe cha bure. Ruth, tulikuwa tumezungumzia kuhusiana na stepdad wako ambao tuliweza kumuona amezungumza. Kwa hivyo sasa hamna mawasiliano naye? Huwa tunaongea tu, tunasalimiana. But saa kila mtu alina njia zake. But huwa tunasalimiana. Hatuna ubaya. Okay, sawa. Na Alex, umeweza kujikimu vipi kwa hivi sasa maisha yako, ama bado una struggle? Manake na imani kwamba nyote mko na nyumba zenu, nyote mko na maisha mazuri. Sio kitu ambacho mmeweza kukitegemea. Kwanza uko na unaweza kujifeed. Sasa unapewa. Unangoja usaidizi. Inakuwa ngumu sana. Inakuwa ngumu sana kwa maisha, kubali tu venye uko, venye situation iko. Sasa unaona imekuwa ngumu zaidi. Unakaa tu unangojea tu Mungu tu akuje na njia zake tu pate usaidizi. Sasa imekuwa maisha ngumu. By the way, sijai rejea kwa kazi yangu nilikuwa nafanya kwa soko. Nilikuwa nafanya soko, nilikuwa fruit vendor. Ina matunda ina yote. Sasa tangu siku hiyo sijai rudi hapo tena, kwa sababu kuna penye nilikuwa nauzia kwa store kwa soko. Na hiyo stall kuna venye nilikuwa sana naona nirudi baadaye. Juzi tu kitu mwezi wa 8 hivi nilikuwa karibu nirudi, but nasikia tu feelings zingine zinaniambia hapana, usirudi saa hii. Juu sasa pale kwa kazi mimi nilikuwa naacha bibi hapo anafanya, nikitokezea kwa sasa kuenda mizigo Nairobi, nilikuwa nakujia mizigo hapa Nairobi. Sasa nikirudi home nilikuwa nakuta wife na watoi. Sasa ile feeling na zile picha zao mwenye tulikuwa tunaongea nao pale inanifanya nasikia tu ngumu kurudi pale. Sasa ilibidi sasa niseme tu nianze tu hustle nyingine aina nyingine badala ya kurudi pale juu hizo feelings na hizo picha zao zitakaa zikinisumbua kila mara. Sasa nikaona nitafute tu hustle side nyingine, lakini bado sijapata, bado tu naangana tu nipata tu kitu ya kukula. Hivyo tu ndio maisha yaendelee. Although ni ngumu na ni hard, but tunaangana tu juu ya Mungu. Ni Mungu tu. By the way, kama si government, si wenye tulichagua, si nani, hakuna mtu, ni Mungu tu anatufikisha hapa venye unaona tumekaa hivi, venye unaona tumekaa ni Mungu tu. By the way, si mtu, kama ni hao wakubwa yetu sasa tutungekuwa hapa sasa. Tungekuwa sijui tungekuwa mbali pengine. But Mungu ni neema tu ya Bwana natufikisha hapo. So sasa una hustle gani? Sasa mimi huwa tunakaa tu hivyo. Mimi sijaanza hustle yote, but huwa naenda kibarua kidogo hivi nikipata ndio nipate rishe. Na Bernard, na wewe unafanya nini kwa sasa? Mimi kidogo mimi ni mwalimu. Kwa hivyo nilipoteza mambo ya nyumbani na kile ambayo nilikuwa napata kwa nyumba, lakini kazi ingalipo. Sasa ile ndio imekuwa nategemea kwa mahitaji ya familia. Na sasa tuseme kwamba kuwa na mke ambaye amepoteza vijana wawili, ambaye alikuwa na kwake, ambaye alikuwa na mambo yake, na haswa sasa yeye ndiye alikuwa anafanya kazi pale nyumbani, inakuwa ngumu sana. Na hivi sasa unarejea maisha ya kukondesha na nini, na unajua pia kwa huo mshahara kuna loan, unachukua loan, unajenga nyumba kama hiyo, unanunua shamba, manake sikuridi. Unachukua loan na haitaki kujua ulipatikana na kazi. In fact, I'm servicing a loan, kitu ambaye ni mawe sasa imekaa hapo. Because that is what I had taken, nikajenga, nikanunua na nikajenga. Na ukienda ukionyesha kwamba hivi ndivyo ilivyofanyika. I tried, nilijaribu. Lakini sasa biashara ni biashara. Whatever. Nilijaribu. I tried even kwa invite pale, lakini haikuwezekana. Lakini Bernard, ukichukua mkopo huwa lazima kuna insurance ndani unakukata. Yeah, but insurance ile ni kwamba my house was not insured. Ile insurance inakuwa pengine ukigonjeka ama ukiaga hawatafuata kile ambacho ulifanya na zile pesa. Na natural calamities? Hakuna, that's a different thing, haikuangi pale.
Ni hali ngumu sasa. Naam, Bernard, mwisho ungependa kuambia nini watazamaji kuhusiana na maisha yako, na kule nyumbani umeacha kina nani, labda wangependa usaidizi siku hii ya leo? Mimi ningependa kuzungumza kwa niaba ya waathiriwa. Umemsikia Ruth, umemsikia Alex na mimi mwenye na wengine wakija hapa watakwambia tu vile. Niseme kwamba hali Mai Mahiu ni mbaya zaidi. Kuna baadhi ya waathiriwa ambao kweli kabisa hawezi wakajipatia even the basic. Nilikuambia kuna mtu hawezi simama, kuna mwingine hawezi hata oga. Sasa kuna mwingine anakuwa mzigo kwa familia na pengine ndio alikuwa breadwinner. Kuna mwingine alikuwa food tools zote zilienda pale. Yani kabisa hawa watu wamekuwa totally disabled. Wanategemea misaada either kwa familia, kanisa, jamii. Na wapo watu wakarimu wanawasaidia, lakini sasa ile hali haiwezi dumu sana. Pengine wakipata usaidizi, permanent solution, pengine mtu aje pale wajengee, akuanzishie kabiashara mahali ambapo utapata pato lako, that would work too. But say Bernard, mnaishi wapi? Mnaishi mahali moja ama kila mtu kila mtu ako tofauti. Hatuko tena sehemu ile. Pale hakuna maisha. Sasa kila mtu tulikuwa majirani. Hivi sasa mimi niko pande ile, Ruth anakuwa pande ingine kwa sababu sasa ni kukondesha. Kila mtu na njia zake. Sasa kwa sababu tuko na kikundi, sasa wakati tunaita mkutano pale sasa ndio tunapatana. Lakini wote tuko. Bernard, ukizungumza kuna wazo limenijia, nilikuwa nafikiria story yako ya bank kukatwa, nimehisi vibaya. Uko na ile title deed? Niko naye. Waambie wachukue title deed. Lakini wanafanya assessment. Watafanya assessment, value atakuja kufanya. Na si ataona hakuna, na kwa nini anakata kwa kitu hakuna? Si ndio? I think hiyo ni hata mimi si haki, lakini sasa sio kupenda kwako. Si kupenda kwangu. Na wao pia wanapaswa kuwa na moyo wa imani kiasi. Kweli. Na upande wako Alex, labda ungependa kuambia nini watazamaji? Okay, mimi sina mengi ya kusema. Ile kitu naweza sema, sisi bado tunaendelea na maisha, but ni ngumu. So mtu wote tu akijitolea ama tu apate tu kitu yenye anaweza tusaidia na tukiwa kama hiyo group yetu sisi wote hivyo, tunaweza furahia sana. Tunaweza tukasikia tumeshikwa mkono at least na mtu juu sasa tuko pale, pengine sijui hata niseme nini. So tukipata mtu msaada wote tu, mtu tusaidia sisi tukiwa wote kwa group ni sawa, tunaweza furahia sana. Sasa sina mengi ya kusema. Mimi ningeomba watazamaji watusaidie. Ndio tukiweza kuwa big number, tunaongelesha serikali inaweza fanya kitu. We just need justice for our loved ones. At least tusione kifo chao kilikuwa tu cha bure. Wenye waliachwa kama vile sasa tuliachwa bila nyumba, bila shamba, walituambiriria at least wakuje watupatie mtu ajue penye ataanza maisha vizuri. Okay, na mtazamaji, ndio kilio cha waathiriwa wa Mai Mahiu, na nambari zao tumeweza kuziona. Bernard Kamau 0726155114 kwa yule ambaye ataka kuwasaidia. Bernard anasema yeye bado ni mwalimu, lakini ana watu nyuma yake ambao wamewaacha, wako hali mbaya mno. Na pia tupate nambari ya Alex Ng'ang'a. Na Ruth Masharia nambari yake ni 0702768115 0702768115. Anasema Ruth ameachwa peke yake, hana familia, hana mama, hana ndugu waliweza kupotea katika mkasa huo. Na pia nambari ya Alex Ng'ang'a ni 0705455029. Kwa hivyo sasa mtazamaji, mwelekezi wangu ananiarifu kwamba moja kwa moja tunaelekea hadi county 001, kwani wote mnafahamu kwamba chama cha ODM kinasherehekea miaka ya 20. Kwa hivyo sasa tunaungana naye Steven